Na mtazamaji, asante kwa kusalia nasi na tuendelea mbele zaidi kuangazia katika upande wa habari za biashara na uchumi. Wafanyabiashara wa ndizi na parachichi katika soko la Mamsera lililopo wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro wanataraji kunufaika na ujenzi wa soko jipya na la kisasa la kuuza bidhaa hizo, na baada ya ujenzi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 1.5 za Kitanzania kufikia hatua ya kuridhisha, huku ukitaraji kukamilika ifikapo mwezi Juni mwaka huu. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni katika ziara ya mkuu wa wilaya ya Rombo Mwalimu Raymond Mwangwala. Hapa tunashuhudia mazingira duni ya soko la sasa Mamsera kabla ya kujionea ujenzi wa soko jipya. Tungepata kiwanda cha biskuti tungeuzia mandizi zetu kwa hapa. Ndizi zinasafirishwa mbali, ndio maana ndizi zinashuka bei. Licha ya kilio cha wafanyabiashara wa mazao hayo kueleza adha walionayo sasa, lakini hawakusita kumpongeza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mkombozi anayehitimisha kero ya kupanga biashara kando ya barabara, ikiwemo kero ya mvua na jua. Tunanunua ndizi tunaziweka chini ambapo mahali hapana usalama. Soko letu likajengwa pale, kwa hiyo tutaenjoy hata sisi. Nashukuru Mungu, ukienda kukamilika wale watu wanakaa barabarani kwenye lami kule watahamia huku. Maisha yatakuwa mazuri kwa sababu kule nako kuna changamoto za ajali. Tunaonunulia pia ndizi kuwekwe na moram, soko lenyewe unakuwa na matope. Akiwa katika ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa mradi huo unaotajwa kuwa ni wa kisasa na salama zaidi utakapokamilika, Mwalimu Raymond Mwangwala ameeleza hatua za mradi huo ulipofikia. Nirejee tena kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea fedha hizi. Sisi tunachoweza kuahidi ni kuweza kuhakikisha soko linakuwa na viwango vile vinavyohitajika ili likae muda mrefu na liwe na msaada mkubwa kwa wananchi, kwa sababu kumtoa mwananchi kwenye mazingira kama haya magumu na kumpeleka kwenye soko standard ni mapinduzi makubwa ambayo tunaamini uchumi wa wananchi wetu utaendelea kukua zaidi. Ujenzi ushaanza hatua ya awali, sasa hivi hatua inayofuata ni kupaua, na ukikamilika thamani ya mazao yetu inaongezeka. Kisha mkuu huyo wa wilaya Raymond Mwangwala akatembelea kiwanda kidogo cha kuchakata ndizi kinachomilikiwa na wazawa Mamsera na kujionea shughuli za uchakataji. Ndio ile ndizi ambayo unaweza ukaikuta kwenye hoteli za nyota 5, inawekwa kwenye standard ya hali ya juu. Yote hii inatoka Rombo. Katika dira ya mwaka 2050 inatutaka tuzitegemeze sekta binafsi, zinaweza zikatutazishia karibia 70%. Tunaingia ubia na wakulima, tunawasajili kwenye system, tunawapa oda kwa ajili ya kutuletea ndizi. Ahmad Nandonde, Channel 10, Rombo, Kilimanjaro. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Singida imewakamata na kuwafikisha mahakamani wafanyabiashara wawili kwa makosa matatu, ikiwemo la uhujumu uchumi, kukwepa kulipa kodi kwa njia ya udanganyifu na kukutwa na bidhaa zilizobandikwa stamp za kughushi. Rafuru Kinala ametuandalia taarifa ifuatayo. Wafanyabiashara hao Raja Sekar Valabanen ambaye ni Mhindi na Elisha Nicodemus Mnuo ambaye ni Mchaga wanadaiwa kutenda kosa hilo mnamo Machi 7 baada ya idara ya ukaguzi wa TRA mkoa wa Singida kufanya uchunguzi kwenye gari ambalo lilikuwa likisafirisha bidhaa za wafanyabiashara hao. Watumia hawa ni ndugu Raja Sakal Baravaneni pamoja na mtumio mwingine anaitwa kwa majina ya Elisha Nicodemus Mnuo. Jumla wanatumiwa kwa jumla ya makosa matatu. Kosa la kwanza ni kukutwa na bidhaa zenye stampu za kughushi kinyume na kanuni ya 36 kanuni ndogo ya kwanza L. Kosa la pili ni kukwepa kodi kwa njia ya udanganyifu kinyume na kifungu cha 95. Kwa kosa hili watumiwa wao walikwepa kodi ya jumla ya kiasi cha shilingi milioni 36 na pointi. Kosa la tatu ilikuwa ni kusababisha hasara kwa serikali kutokana na kiasi hicho cha kodi cha shilingi ya milioni 36 kinyume na aya ya 10 aya ndogo ya kwanza ya jedwali la kwanza ikisomwa pamoja kwa kifungu cha 57 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu cha 60 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uhujumu uchumi ile ya mwaka sura ya 200 marejeo ya mwaka 2023. Kigenda Nkalang'ango ni meneja wa idara ya upelelezi wa kodi kanda ya kati TRA. Ile fuso walipoikagua walikuta ina vinywaji na ilikuwa na boksi 1421. Katika kukagua boksi 1221 zilikuwa zimewekwa ndani, ambazo zile zilikuwa na stamp ambazo zimegushiwa, na
boksi 20 ziliwekwa mwanzoni kama udanganyifu kuonyesha kwamba ule mzigo wote ulikuwa na stamp halali. Kwa hiyo kulingana na hiyo tuliweza kuwakamata. Kwa upande wake meneja wa TRA mkoa wa Singida Josephat Mwaipaja akatoa wito kwa wafanyabiashara na wananchi. Wito wangu niseme tu kwa wafanyabiashara wa aina hii ambao wanajishughulisha na biashara za ujanja za kukwepa kodi ni wasiwaache, kwani na pia niendelee kuomba wananchi wenye mapenzi mema na nchi yetu kuendelea kutupatia taarifa. Kama mamlaka ya mapato tuko tayari muda wote kupokea taarifa na kuzifanyia kazi. Watuhumiwa hao wamekana mashtaka yao na kesi hiyo imeahirishwa mpaka tarehe 22 mwezi Aprili mwaka huu kwa ajili ya kusikilizwa tena. Kutoka mkoani Singida, Rafuru Kinala. Na mtazamaji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuwakaribisha wafanyabiashara na makampuni kutoka Uturuki kuja kuwekeza kwenye sekta za kimkakati kama miundombinu, nishati na kilimo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuharakisha maendeleo ya uchumi na kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Ifuatayo ni taarifa kamili. Wito huo umetolewa na Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar alipokutana na balozi wa Uturuki hapa nchini Dr. Bekir Gezar katika ofisi ndogo za Wizara ya Fedha za jijini Dar es Salaam, ambapo kipekee amewaita wadau hao kushiriki katika ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji, hususan ujenzi wa vipande vya reli ya kisasa SGR ambavyo benki ya Exim ya Uturuki imeonyesha nia ya kufadhili, ikiwa ni vipande muhimu katika kuunganisha mtandao wa reli unaoendelea kujengwa kutoka Dar es Salaam kuelekea maeneo ya ndani na nje ya nchi, vitakavyochochea biashara ya kikanda na kimataifa. Cooperation between the government and the private sector, both in terms of not only investment but then maybe this could be a long-time relationship between our two sides. Kwa upande wake, balozi wa Uturuki nchini Tanzania Dr. Bekir Gezar amesema kuwa Tanzania na Uturuki ni nchi ndugu zenye uhusiano wa muda mrefu uliojengwa juu ya misingi ya kuaminiana, urafiki, mshikamano na kuheshimiana, hali aliyosema inayavutia mataifa mengi duniani kiuwekezaji. Ezekiel Mwambopo, Dar es Salaam. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi na hii ni Channel 10 Plus.